لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. Katika juma lililopita tulikuwa tumekamilisha kuzieleza aya zinaomzungumzia Dhulqarnain mpaka aya ya 98. Kabla ya kwenda mbele, ambao sasa tumebakisha khatima kuifunga suratul Kahf, ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya zilizobakia atutukua katika safari ya kiyama. Lakini kabla ya kwenda kwenye hii khatima kutoka aya 99 mpaka kumaliza, tunena ni muhimu tusome, kwa sababu malengo ya kuelezwa kisa katika Qur'an ni ibra, ni kutukua mazingatio, ni kutukua madarasa ambayo yatakuwa ni mwongozo na ni kielelezo katika maisha yetu tunayoyaishi leo. Tukanena kwamba katika katika kisa cha Dhulqarnain kuna madarasa mingi, na kila darasa lau wataka kulieleza mambo yake ni marefu. Darsa la kwanza tulielewa namna gani kisa hiki kilikuwa chatilia mkazo masala ya kufuatilia sababu katika maisha, pamoja na nguvu atakazokukupa Mwenyezi Mungu, pamoja na mahaba ya Mwenyezi Mungu, pamoja na kuteuliwa na kusahilishiwa mambo kama alivyokuwa Dhulqarnain. Haitoshi ikiwa hakutofuatwa kanuni ya sababu, kwa sababu maisha ya dunia yamepangwa yatembee katika msingi huu. Na haya niliyazungumza kwa urefu takriban juma lililopita. Darsa la pili ambalo tuweza kulipata katika kisa cha Luqman cha Dhulqarnain ni kwamba serikali au mtawala hawezi kuifaulisha serikali yake, hawezi kufaulisha utawala wake au nidhamu yoyote ambayo kwamba yalenga kuweka mwongozo katika maisha ya kijamii ya mwanadamu, ikiwa ndani yake hakutokuwa na moja katika kanuni mbili. Lazima zote mbili zipatikane. Ni lazima katika mwongozo wote kuwe kutakuwa na kuwapa zawadi au kuwalipa wanachostahiki kulipwa wanaofanya vizuri, na kuadhibu wale ambao kwamba watakwenda kinyume na nidhamu ile, ili iweze kufaulu. Kwa sababu mwanadamu ni mwanadamu, si malaika. Hapa ni sharti tuelewane. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimuumba malaika kwa maumbile la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaika wamewekwa katika kiwango ambacho kwamba hakuna nafasi ya kukiuka kanuni kwa wao, ni majburin. Na ndio utaona hakukuwa na tasnif, kugawanywa kwa malaika, kwamba kuna Waislamu, kuna na wasiokuwa Waislamu, kuna watiifu, kuna na wanawasi. Wote wafuata laini ambayo amewachorea Mwenyezi Mungu moja kwa moja. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimuumba mwanadamu, na malaika wakamuona mwanadamu ana matatizo. Atajalu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku au yasfiku dima. Kwa hivyo tayari maumbile ya mwanadamu yanao mvutano ndani baina ya khairi na shari,
na ndio wakahitaji kuwekewa nidhamu, na nidhamu ile ili itekelezeke kwa namna inavyotakikana, hubidi kuwekwe na zitu ambazo zitailinda ile nidhamu isikiukwe, na itashajiisha wale wanaoitii waendelee kuitii. Na hapa ndio utapata maneno ya al-Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam katika barua yake ambayo yastahiki leo wafuasi wa Imam Ali na wasokuwa wafuasi wa Imam Ali waipitie barua kama hii. Maarufu, imetungiwa zitabu ulimwenguni. Wasema ndio msingi wa kwanza wa idara aloweka al-Imam Ali. Mambo ya kupekesha mambo vipi hupekeshwa. Barua hii al-Imam Ali aliandika baada ya tu yeye kuwa khalifa, baada ya kuuawa khalifa watatu na waislamu wakamtaua yeye, akaanda kutuma maluwali wake. Ikawa mmoja katika watu alowatuma alikuwa akimpenda sana al-Imam Ali ni Malikul Ashtar. Malikul Ashtar nimemzungumza mara nyingi. Imam Ali alikuwa akimwambia kana li, alipouawa alinena maneno haya, kana li kama kuntu li rasulillah, alikuwa mtumishi wangu na mtiifu kwangu mimi kama vile mimi nilivyokuwa mtumishi na mtiifu kwa mtume sallallahu alaihi wa sallam. Malik al-Ashtar akapekwa Misri kuwa luwali. Baada ya kumpeleka Imam Ali akamwandikia barua ndefu yajulikana katika zitabu za tarikhi kwa Ahdul Ashtar. Hata baadhi ya wanazuoni wameitungia sherehe. Mmoja ni al-Allama al-Muhami al-Fukaiki, mmoja katika wanazuoni wa Kiiraki ambaye alikuwa ni wakili. Ana kitabu ametunga sherehe ya ahdi hii ya Imam Ali aliyompekea Malikul Ashtar. Kitabu jenyewe takriban ni safha 600 ai sherehe barua hii. Katika barua hii alimueleza namna gani atapekesha idara ya jamii, namna gani atawaongoza wale watu. Sitaki kutokubadilisha darasa tuisome Ahdul Ashtar, nataka hiki kipande nataka tu muielewe Ahdul Ashtar ni nini. Akamwambia katika maneno yaliyoko ndani, alimwambia wala yakunanna almuhsinu walmusiu indaka bimanzilatin sawa, isiwe mtenda wema na mtenda uovu kwako wewe wana cheo kimoya. Fa inna fi dhalika, pindi utakapokufanya hilo ukawaweka sawa mtiifu na asiyekuwa mtiifu, itakuwa utasababisha mambo haya. Fa inna fi dhalika tazhidan li ahli al-ihsan fi al-ihsan, utawafanya wale wanaofanya mema waipuke kufanya mema, sababu wataona hakuna natija. Ikiwa mimi nilofanya mema na alofanya mabaya sote tuko sawa, ni nini kinachonisukuma mimi kufanya mema? Kwa hivyo utawapa zuhudi, yani kuipa nyongo kuweza kufanya wema. Wa tadriban li ahli al-isaati ala al-isaa, na itakuwa wawazowezesha waovu kuendelea kufanya uovu. Kwa hivyo wasiwe sawa, anayefanya mema atuzwe kwa wema, na anayefanya mabaya ni lazima apate adhabu. Na haya ndio utayaona katika majibu ya Dhulqarnain aliponena qala amma man dhalama fasawfa nu'adhibuhu, ama ule atakaye kudhulumu. Pale aliposikilia kwenye kijiji kukawa kuna waliomkubali, kuna waliokubali kufuata nidhamu, kuna na waliokataa. Kwa hivyo waliokataa kanena qala fa amma man dhalama fasawfa nu'adhibuhu, waliofanya mema, wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna. Hii yatupa mwongozo vipi mtawala, vipi uongozi wataka uamiliane na wafuasi wa uongozi ule pindi wanapoasi au wanapotii, ili ibaki
kuheshimika ile nidhamu na isipite bure. Ili ni darsa ambalo tutajifundisha kutoka kwenye kisa cha Dhulqarnain, namna alivyokuwa akitumia zile nguvu zake alizokuwa nao. Darsa nyingine, wakati unapotaka kuongoza, sababu sisi tunazungumza Dhulqarnain alikuwa kiongozi wa ulimwengu, ni lazima pia ifahamike, na hapa pia nitajisaidia na maneno ya al-Imam Ali ibn Abi Talib. Ni lazima ifahamike kwamba lolote unalolipanga liwe, lolote unalolipanga liweze kutekelezwa, ni lazima lisitoke katika itar, katika frame ya uwezekano wa kutekelezwa. Ndio atuambia al-Imam Ali, idha aradta an tuta' fatlubil mustata', ukitaka kutiiwa taka liwezekanalo. Yani ni lazima wakati unapotoa mwongozo, uwe mwongozo ule wako hauko yule uwezo wa wale unaowataka wa utekelezi. Wa ila ukiwa utakuwa uko yule uwezo wao, tayari itakuwa ushaufelisha, tayari itakuwa wewe waweka zitu ambazo kwamba haziwezekani kutiiwa. Na ndio Mwenyezi Mungu akawatuambia, la yukallifullahu nafsan illa us'aha, au katika aya nyingine illa ma ataha, kwa sababu haifai kutoka taklif katika uwezo na taqa na kudra ya mwanadamu. Na hapa ndipo utampata Dhulqarnain atuambia, wasanaqulu lahu min amrina yusra, yani pamoja na kwamba tutawaadhibu wale ambao kwamba watakhalifu na tutawapa majaza mema wale wanaotii, lakini tutahakikisha kwamba mambo yetu yote tunaowaambia muyafanye ni mambo ambayo hayatoki katika mafhumu ya nini, ya yusr. Sababu Mwenyezi Mungu, inna ma yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr, Mungu ataka uwepesi na usahali kutoka kwenu nyinyi, wala hataki zikwazo. Dini haikuwetwa kumwekea mwanadamu zikwazo. Dini haikuwetwa kumwekea mwanadamu mambo ambayo hayawezekani, hayawezi kuwa. Dini imekuwa kumwangalia nguvu za mwanadamu, za kiakili, za kimwili, za kiruhu, na imemwekea mambo ndani ya nguvu hizi. Na wakati kukitokea la kutokea kwa huyu mwanadamu, hata zile nguvu alizonazo akazikosa, hata ule uwezo wa kiakili alionao akaukosa, utaipata sharia yaanguka. Na ndio utaona wanazuoni wetu wote katika fiqhi watuambia katika sharuti za taklifi ni nini? Ni kuwa na uwezo, ni kuwa na akili. Ndio mandazimu hawezi kupewa sharia kwa sababu tayari ashakosa nguvu ya kiakili. Leo utakuta katika kufunga, baadhi ya ulamai wanena mtu ambaye kwamba ana maradhi na saumu ya hatarisha afya yake, ya hatarisha na maradhi yake, wata masala kuwa atasamehewa kufunga. Baadhi ya wanazuoni wanena hata akifunga haisihi, hata akaikalifisha akafunga na maradhi unayo, saumu ile haiwezi kusihi. Wakati atakapokupata afya lazima ailipe, kwa sababu katika kipindi kile Mwenyezi Mungu ajali afya yake na hataki afunge. Na hapa ndipo anapotuweka sisi Dhulqarnain wakati alipotuambia, wasanaqulu lahu min amrina yusra. Katika nazipita mbio mbio kulingana na wakati na tusizirefushe sana, na okota kila mmoja atazifungua. Katika nukta nyingine ambayo tutaisoma katika kisa cha Dhulqarnain, ni mtawala au serikali ama uongozi wa aina yoyote, wakati unapokuwa na kupanuka, haufai kusahau tofauti za watu. Haufai kusahau tofauti za watu na tabaka za watu. Na haya ni maradhi ambayo kwamba
yako kwetu. Mathalan hiyo, mtu aweza kuzaliwa katika jamii, kiwa ni hapa Amu, ni pengine ni kijijini, jamii mutakhallif, iko nyuma kimaendeleo, kielimu. Kwa bahati mzuri yeye akajikaza, akapata na taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akasoma, akatoka, akenda nje akasoma mpaka akasikilia daraja ya kubwa sana katika elimu. Wako watu namna hiyo. Mtu ule atakapokurudi sasa, akawa yeye hataki kuwaelewa watu wake, na yeye haeleweki kwa watu wake, akawa yeye sasa aona ni kama kupoteza wakati wake kuketi na watu hawa. Mimi profesa, wako watu maradhi haya tunayo sisi kwetu, utakuta watu wamesoma, wamekuwa profesa na nini, leo ukimwambia kuna umma huku wataka kuya kusaidiwa nini, kwambia umma mahunu nayo, ukienda hata ukinena nao haukueleweki, huwezi kuzungumza nao. Na akia akawa na Kiswahili hayui tena, na akawa kuzungumza ni Kizungu, na pengine akizungumza hicho Kiswahili huzungumza kama mzungu amezoifundisha yeo Kiswahili. Haya ni maradhi ambao Dhulqarnaini atuonesha namna alokuwa una ukubwa wake wa kutembea mashariki na magharibi. Aliweza kwenda kupambana na watu la yakaduna yafqahuna qawla, wamekurubia hata kwa baadhi ya tafsiri hata lugha hawayajua kuzungumza, wakali huzungumza kwa nini? Kwa ishara kama mabubwi. Amekwenda kupambana na watu hawayajua hata kuvaa nguo. Sio tumepita kwenye ziswa kama hizi? Hakupita na jeshi lake kwamba mimi leo niko kwenye kupanga utawala, leo tuko kwenye ulimwengu wa mitandao, leo tuko kwenye ulimwengu wa makompyuta na nini, sina time mimi kuketi hata kuvaa nguo hawayajua. Na mwingine akasahau kwamba pale ndipo alipozaliwa yeye. Hata ni mtu wa kuangalia. Dhulqarnaini amekuya kwa hapa muhusu pale mahali, amepita tu akadirika watu hawayajua kuvaa nguo, amepita akadirika watu hawayajua hata kunena, akatupa wakati wake akaketi kuwatatulia matatizo yao, na hakuwapuza kwa kuwa hawa ni watu hawawezi kustahiki kushughulikiwa na mimi Dhulqarnain ayulikanao kwa kiasi hiko. Kwa hivyo akaketi akatatua matatizo yao na akawasaidia. Haya ni madarasa ambayo yatakayosomwe wakati tunapokwenda kutaka kutatua matatizo ya watu. Zile tofauti za akili, tofauti za fikra, tofauti za maendeleo hazifai kutufanya sisi tongo. Tusiwaone wale watu walioko tabaka ya chini, tusiwaone wale watu walioko nyuma, tukawa sisi tutaona ni kurudi nyuma pia sisi kwenda kuwashughulikia watu kama hawa. Kwa sababu anaweza kuingia kwenye historia. Hapa ndipo watu watakaofahamu. Watu walioingia kwenye historia kwa milango mipana ni wale waliounda, si wale waliopanda zilizoundwa. Ni wale waliounda. Wewe mathalan umesoma, umeona mimi kupoteza wakati wangu, uenda kuzengea umma mutatawira, umma mutahadhira, umma umeendelea, umma umestaarabika, uenda kufanya nini? Uenda kuwa ni mmoja katika wao, wakati ukifa historia itakufunga. Kwa sababu wewe umepanda kilichoundwa. Uenda kufanya nini? Lakini wakati unapokuja kwa watu ambao kwamba waambiwa wamelala, wakati unapokuja kwa watu ambao kwamba waambiwa hawana maendeleo, ukawabadilisha, ndipo pale ungiapo kwa mapana na marefu katika historia kwamba fulani ameunda. Na hii ndio maana ya kazi. Hii ndio maana ya kazi ya da'wa na tabligh. Ni kutafuta ambacho kiko nyuma ukakipeka mbele. Ni kutafuta ambacho hakiyaundwa ukakiunda, sio kuzengia kilichoundwa ukapanda.
huwa huyafanya kitu, hakuna taghyiri yoyote ambayo kwamba utakuwa umeieta. Sasa Dhulqarnain atufundisha katika sababu namna tutakavyokuwa sisi tuna elimu, namna tutakavyokuhisi tumeendelea, lakini Dhulqarnain alikuwa ni mtawala mwenye nguvu kiasi hiki, lakini aliweza kuketi na watu tabaka mbalimbali walioendelea, walioko nyuma, na kila mmoja akaweza kumpa huduma na kuwatatulia matatizo yao na kuwaamsha ili waendelee katika kujenga umma wao. Haya ni mambo ambayo yataka yatiwe akilini, na ndio mitumi wakawa watuambia kwa ulimi wa mtumi wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, umirna an nukallima an-nasa ala qadri uqulihim, tumeamrishwa tuzungumze na watu kwa kadri ya akili zao. Pia hapa ni madarasa muhimu, tuzungumze na watu kwa kadri ya akili zao. Wakati wewe unaposoma ukashuka kwenda kuongoza jamii, ni muhimu sana umuyue mukhatabu wako nani, unaizungumza naye ni nani, ana kiwango gani cha elimu, anafikiri vipi, au uko tini kiasi gani, ili uweze kuweka mawasiliano na yeye ya kuweza kuelewana. Uzungumze kwa kipimo cha akili yake. Wakati unapozungumza na mkulima ambaye kwamba yeye saa zote ziliokombea mato yake ni ardhi, ni mbeu, ni samadi, ni mvua, ni mito, ni zitu hizi, ni jembe, ni lazima ujue fikra yako utaipitisha kwa kadiri ya kuzitumia zombo hizi ambazo kwamba zikombea mato yake. Siku moja kuna profesa mmoja alikwenda kutoa lecture mahali, watu wakatarajia ukisikia jina la profesa uone akia atakuya na misamiati, sio unena na vocabulary ni nini, kutakuwa hakuelewani hunenwa nini. Aliinuka ushishie kisuke, shehindi kisuke, ni kwa maana huyo ameelewa yuwazungumza na kina nani wale waliokombea. Akawa yuwauliza watu hiki ni nini, ni kisuke huwaiye, paka kikaza akaanza na wao, na yeye alikuwa ana fikra ataka kuifikisha. Fikra iko ndani ya Qur'ani kwamba wewe ulianda ulitukua buru moya ukameza ikakutolea wewe mti ukakutolea zisuke kadhaa, katika kila kisuke kuna haba ngapi? Qur'ani yatuambia mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Sasa akaweza kuwafahamisha kwamba haraka na katika jamii pia tuweza kuanza hivi. Tuweza kuanza na mtu mmoja akazaa watu 7, na kila mmoja katika 7 wakazaa 100, wakaweza kufahamu, lakini ni lazima umtukue katika mifano ya mazingira yake. Ili ndio katika umirna an nukallima an-nasa ala qadri uqulihim. Na al-Imam Sadiq alayhi salam atuambia sifa si kwa anayemsikizisha asikiao, sifa ni kwa yule anayemsikizisha kiziwi. Huyo ndo astahiki kupewa hongera. Maneno yake yako wazi katika Safinatul Bihar, atuambia isma'ul asammi min ghairi tasa'urin sadaqatun hani'a. Kumsikilizisha kiziwi akaweza kukusikia wewe wataka kumwambia nini, tena bila ya kuthakilika, bila ya kupanic, bila ya kuona hasira, akakurudisha mpaka akaelewa, hiyo yastahiki kuzingatiwa, ni sadaka tena ya raha, sadaka yenye thawabu kubwa sana. Huyo ndo astahiki ya sifa. Kwa maana ni utafute watu watini, uwaelimishe mpaka waweze kufahamu, hapo ndipo unapokuwa wewe umefanya kazi. Kwa hivyo Dhulqarnain atuonesha kazi ya da'wa yaweza kufaulu wakati ikiwa itaweza kutunga tabaka za watu. Wa elimu uzungumze nao kwa elimu, wasokuwa na elimu uzungumze na wao kwa kadri ya akili zao. Nukta nyingine muhimu ambayo tutaweza kuisoma katika kisa cha Dhulqarnain ni masala ya amani.
amani katika maisha ya jamii ni kiungo cha kwanza muhimu kufaulu mambo mengine yoyote, hata ibada, hata dini kwa jumla. Ikiwa hakuna amani, hakuna dini. Na ndio utaona Dhulqarnaini baada ya kusikilia kwa wale watu ambao alitaka kuwapa muongozo, amekuya na mitindo yake na maendeleo yake, wale wakamwambia, kabla huyatupa maendeleo, hapa kuna tatizo la amani. Hapa kuna Yajuja na Majuja mufsiduna fil ardh. Kwanza wewe ikiwa wataka kutatua tatizo, kwanza litatue tatizo hili, mengine yatafuata. Na sisi tuko tayari kukulipa, hatutaki hata utufanyie bure. Tuko tayari kukupa pesa utuwekee sisi mkomo wa mashambulizi ya watu hawa. Tutakapokutulia, hapo ndio tutakwambia sasa tuwetee mifumo ya kiuchumi, mifumo ya kisiasa, utuwekee madarasa, utuwekee nini. Hapo ndio masikio yataweza kusikika. Yaani mfano wa leo kuwa mfano wa ndugu zetu wa Somalia. Sasa yao wewe utoke na kikundi chako cha tablighi ndio kufanya tablighi Somalia. Wendao kuwaeleza sasa matatizo, kuna miraa haifai kuliwa nini, upoteza wakati wako. Kwa sababu wale tatizo kubwa walilonalo, hakuna amani Somalia. Sasa yao wewe ukitaka kuambia watu wa kusali, watangiaje misikitini kusali? Mara uko msikitini, mara kumetakata bomu. Yaani hali kwa jumla yote iko na matatizo. Na ndio utaona Dhulqarnaini ikawa swali la kwanza atalishughulikia pale ni masala ya amani. Amani ni kitu muhimu sana. Hata mkiisoma katika baadhi ya khutba zangu za fungo 6 niliwahi kueleza swala la amani, namna alivyolizungumza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratu Quraish. Mwenyezi Mungu anena liilafi Quraishin ilafihim rihlata ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Unsuran, zitu ziwili ndio za kwanza, ndaa na amani. Khawf, mtu ambaye kwamba tumbo hukoroma, hasikii kitu. Mahala paliposambaa ufukara, hakuna uongofu utaweza kufanya kazi. Katika maneno ya al-Imam Ali atuambia, idha dhahaba al-faqru ila makan qala lahu al-kufru khudhni ma'ak. Ufukara ukienda mahali, ukafiri huambia ufukara ntukua na mimi. Yani haya maneno ya Imam Ali atakutuambia kwamba hizi ni zitu ziwili mutalaziman, zalazimiana mara nyingi. Kwa hivyo mahala penye ndaa, mahala watu wasotanganya tonge la kula, matatizo. Na amani, at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Angalia Mwenyezi Mungu baada ya kuwapa neema mbili Makuraish. Neema ya kwanza, pamoja na kwamba Maka ni ardhi ya majabali, ni ardhi isokuwa na mito, ni ardhi isokuwa na makulima, lakini Maka ilikuwa ni nadira kupatikana ndaa. Nyuma kuliwahi kutokea, lakini kipindi kile ilikuwa hakuna tena. Wakati wa Hashim, babu yake Mtume sallallahu alaihi wa sallam, kuliwahi kuingia ndaa. Na nimewahi kuelezea hapa katika darasa hii kwa nini aliamkuliwa Hashim. Sababu ya Hashama ni kuvunda mikate. Kuna kipindi kuliingia ndaa Maka, na Hashim au akiamkuliwa Amr wakati huo, akawa hutukua mikate kwa sababu yeye ndio bwana wa Quraysh, akivunda akivagawanyia watu wakila, ndio akamkuliwa Hashim. Ule mshairi akinena, Amru alladhi hashama tharida liqaumihi wa rijalu makkah musnituna ijafu.
Amru ndio ule alikuwa akivunda hashama, akivunda mikate kuwapa watu wake, kipindi ambacho kwamba watu wa Maka walikuwa musnituna, yani zigonda. Kama leo ukiona sehemu zilizooneshwao za ndaa, utaona mbavu hisabika, yani watu wa Maka wote walikauka kwa ndaa, wakawa zigonda, ndio akamkuliwa Hashim. Ala kulli hal, lakini baada ya hapo Mwenyezi Mungu aliwafungulia mabiashara, wakawa wana rihlata, ndio ile ilafi quraishin ilafihim rihlata ash-shita'i was-sayf. Wakenda misafara miwili ile wakizanya bidhaa zao, na kukietwa bidhaa kukafunguka. Kwa hivyo wakawa na chakula cha kutosha, umaskini ukawa umeondoka Maka. Pili, wa amanahum min khawf. Kwa nini aliwapa amani watu wa Maka? Hawakuwa na jeshi, wala walikuwa hawawezi kupigana hivyo. Na dalili ni wakati wa Abdul Muttalib alipokuja Abraha kutaka kuivunda al-Kaaba, walikimbizanya wote wakaingia kwenye majabali, hawakuweza kupambana naye. Lakini Mwenyezi Mungu aliwapa amani kwa sababu ya ile al-Kaaba iliyoko pale. Na Mwenyezi Mungu anasema baladan amina, la uqsimu bihadha albalad wa anta hillun bihadha albalad, ni muyi wa Maka ule ambao unaokusudiwa, baladan amina, muyi wa amani, baada ya kuangamizwa ule Abraha na wale. Yeo tofauti ya Uislamu na mitindo mingine hususa ya kimagharibi, utakuta kwamba leo imekuja kufahamika kwamba Uislamu wametaka iwe hivyo, kwamba ni dini isokuwa na amani, na wao ndio wenye amani kiasi kikubwa, na kuziangalia zile sababu zilioko katika Uislamu za kulinda amani na kuweta amani, ndio wanazozisamkua za haribu amani za wao, zaita amani. Mimi nataka kuja kwenye masala ya utukuaji hatua wakati kukivundwa amani, sababu Uislamu katika mambo haya hakuna mateso, sababu Uislamu wajali amani. Na ndio utakuta mwenye kuua auawe, lakini leo haki za binadamu zatuambia mwenye kuua asiuawe. Haya ndio utayapata yale maneno ya Imam Ali. Kwa hivyo mtu akiwa ataua asiuawe, na kutasimama mawakili kutaitolea watu ulimwengu mzima kumtetea, huwa maana yake ni nini? Umewaambia watu endeleani kuua. Yale maneno alimwandikia Malikul Ashtar ni tazhidan li ahli al-ihsani fil ihsan, ni kuambia wafanyao mema msifanye tena, na kuwatadriban li ahli al-isaa bil isaa, na kuambia wanaofanya maovu waendelee kufanya maovu. Haya ndio mambo ya kustaajabisha. Leo kuna baadhi ya kanuni. Siku moja alikuwa nikijadiliana na mmoja katika vijana wetu hapa Amu, lakini ameishi London kwa muda mrefu, na kipindi hiko alikuwa yeye yuwafanya master katika sharia, katika law, katika kanuni. Tukaja katika masala ya yeye alifungua mjadala, akatupa suala kwamba lau kuna ndege ina watu 300 iko yula Yanga, ndege ile ikagundulika ndani ina bomu, imetegwa bomu, lakini bomu lile halijulikani liko wapi, na ule aliolitega bomu lile huku tini ardhini, hako ndani ya ndege, amepatikana na ameshikwa, na yeye ndio mwenye habari za kutoa kwamba bomu lile liko wapi, liweze kuteguliwa, waokoke watu wangapi? 300. Akikataa kunena, je, kuna uwezekano wa kutumia ndia za kumwadhibu ili anene? Swali lilikuwa namna hiyo. Yeye akawa huniambia kwamba kulingana na sheria za Uingereza hakuna ruhusa ya kumwadhibu mtu ule, ni kinyume na haki za binadamu, na ni afadhali wa watu 300 wafe. Sio tunataka kumuua huyo huko, la, tunataka kumwadhibu
ili aone utungu, anene pengine kwa ule utungu kwamba bomu liko wapi, ndio liteguliwe. Hizi ndio sharia zinazoamkuliwa za maendeleo na za haki za binadamu. Hizi ndio sharia zinazotarajiwa kuweta amani katika ardhi hii. Manake lau ulimwengu wa leo ulikuwa kwa wakati wa Yajuja na Majuja, alikuwa wao waliulizwa swala lile, walipekewa wao mashtaka yale yaliopekewa Dhulqarnain, ingelikuwa itakuwaje kufunga majabali mawili? Ni kuwanyima haki yao ya kutembea, sio? Kungelisimama haki za binadamu kwamba ile ni barabara, wale wataka kupita, kwa nini wafungiwe? Lakini wale huangamiza hawa na waangamize, lakini lazima mutunge haki za binadamu. Sasa nyinyi mwatunga haki ya mwanadamu kumnyanyasa mwanadamu mwingine, ni mantiki gani hii? Hapa ndipo Dhulqarnain anatuambia kwamba wakati inapovundwa haki ya binadamu, yavundwa kwa sababu ule anayevundiwa haki ile yeye amevunda haki. Uislamu hautaki kuua, wakataa kabisa masala ya kuua. Lakini wakati mtu ambaye hatojali maisha, yeye maisha yake haifai kujaliwa. Na akiwa atajaliwa maisha yake, utashajiisha wasiojali maisha ya wenzao waendelee kuyavunda maisha ya wenzao. Kwa hivyo atakaikuwa wawe wasinu bisinni walainu bilain. Hapa ndipo kunapopatikana nini? Amani. Haya ni masala ambayo Dhulqarnain atufundisha katika kiswa chake. Kwa hivyo alipokuja kuona kwamba kuna umma Yajuja na Majuja wakata masafa kuya kuadhibu watu wengine, kama leo watoka wa Amerika na majeshi na Uingereza wakaya huko atiwa yao kutangaza haki za binadamu na kuweka demokrasia, au wamezoea kuweka demokrasia na haki za binadamu hufizanya roho zao. Ukiangalia Iraki na kwingine, lazima waekewe kikomo. Atuni zubar alhadid, hawa tuwafungie na tulinde haki za hawa wanaoadhibiwa. Haya ni madarasa pia tuyapata katika kiswa cha Dhulqarnain. Darsa lingine katika kiswa cha Dhulqarnain, anatufundisha kwamba kazi ya Mungu haitukuliwi ujira, haitukuliwi malipo. Na ndipo pale alipoitishwa kwamba ndo tusaidie, utujengee ukuta, utuzibie watu wasitusikilie, ala an naj'ala laka kharjan. Sio walimwambia na sisi tutakupa kitu kama ujira? Akakataa. Kuthibitisha ule mwendo wa mitumi, mwendo wa mitumi ambao mitumi wote walikuwa katika kazi yao, wote wakiinua shiar la as'alukum alayhi ajra, paka ikawa ni maarufu, paka utampata katika suratu Yasin ule bwana alokuya min aqsal Madina, alokuya kuwasaidia wale mitumi watatu, fa'azzazna bi thalithin faqalu inna ilaykum, mpaka ka wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'u al-mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Akiwaambia wafuateni mitumi, na alama ya utumi, alama ya kwamba hawa waongoza kwa ajili ya Mungu, kwamba wao la yas'alukum ajra, hawataki malipo. Na ndio masahaba walipomwendea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakamwambia, kazi uliotufanyia ni kubwa sana, tukulipe nini? Mwenyezi Mungu akateremsha aya akaambia wajibu, waambie qul la as'alukum alayhi ajran illa almawaddata fil qurba. Allahumma salli ala Muhammad wa mimi sitaki malipo yoyote kwenu nyinyi, ninachokitaka mimi ni mawadda, munipendee jamaa zangu. Kisha katika aya nyingine akarudi, kwa sababu hii pia yaweza kufahamika kama mtume basi hakufanya kazi bure, amefanya kazi, ametukua malipo, na malipo yake ni kupendewa jamaa zake. Kwenye aya nyingine akawaambia, wama sa'altukum min ajrin fahuwa lakum,
yale malipo nilowaomba mimi munilipe kwa kazi yangu hayaji kwangu, impact yake yarudi kwenu, faida zake zarudi kwenu. Kwa sababu mimi ninapowaambia malipo yangu nataka muwafuate ahli beiti zangu, yani nataka mumfuate Imam Ali, nataka mumfuate Imam Hassan, nataka mumfuate Imam Hussein, natija ya kuwafuata hawa ni kufaulu nyinyi, si mimi. Na ndio akawaambia wama sa'altukum min ajrin fahuwa lakum, yani yale malipo pia mtakao kunilipa mimi yenu nyinyi. Na niliwahi kutoa mfano, ni kama kijana umezompeka skuli mathalan, mwana umemuyea, umemlipia kisha kulia bana baba kwa kazini ulionifanyia nkulipeni, ukamwambia mimi malipo yangu nataka utalii. Hii ndio jawabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukamwambia mimi malipo yangu nataka wewe ufanye nini? Utalii. Ukilitukua masala ya kutalii na kufanya bidii, natija yake itarudi kwa nani? Kwa ule kijana. Kwa hivyo hata malipo aliyoyaomba Mtume ni malipo ambayo yarudi kwetu sisi, hayarudi kwake yeye. Na ndio Dhulqarnaini akatwambia kwamba akawaambia wale, mimi sitaki malipo yoyote. Toba nataka kuweka wazi kitu kidogo katika masala fiqhia hapa, ili tuwe wazi, tusiwe ni katika wale wenao tukaambiwa lima taquluna ma la tafalun, kwa nini maneno msiyoyafanya. Isifahamike kwenye mantiki hii kwamba basi utakuja suala, ustadhi mbona walimu wao wamekuwa kusomesha hulipwa, mubalighina wao husomesha hulipwa. Hapa kuna nukta tutaka tuziweke wazi. Kwanza tutaka tuelewe maisha yanavyobadilika. Zamani, na tukizungumza tutazungumza kwenye dola ya Kiislamu, kwanza ilikuwa katika kila Muislamu ana pato lake katika dola, ana mshahara. Uwe ni mfagiaji, uwe ni mkulima, uwe ni mvuvi, uwe ni shekhe, uwe utakavyokuwa. Watu walikuwa wanabuku na wakishika foleni kutoka wakati wa Mtume na wakati wa makhalifa, kila mmoja akishika chake, kiwa kwa mwaka kwa nini ni matumizi yake. Dola ilikuwa ikitumikia watu, dola ya Kiislamu. Hii ni nukta yatakaiwekwa uzuri. Yao hakuna mambo hayo. Pili, kazi za zamani za da'wa na tabligh, tukirudi nyuma sana, ilikuwa mara nyingi mtu aweza kufanya kazi zake na huko akifanya nini? Akifanya da'wa na tabligh. Na ndio utakuta Imam Ali alikuwa na shamba hulima, na wengi katika masahaba utawapata ni watu walikuwa na makazi yao, na huko wakifanya kazi zao, na huko wakifanya nini? Wakifanya da'wa. Kwa hivyo ni mtu tayari alikuwa ajua riziki yake ataipata wapi. Kwa hivyo leo baada ya maisha kubadilika, kwanza sisi hatuko kwenye dola ya Kiislamu ya kuweza kutulipa kula sute. Pili, ni ugumu sana kunena kwamba wewe utafaraghisha wakati wako kwa ajili ya da'wa na tabligh, kwa ajili ya kuelimisha Waislamu katika masala ya elimu, ubakiwe na wakati wa kuweza kufanya kazi zako za kibinafsi. Ni ngumu, nafikiri sote tukubaliana mahali kama hapa. Toba mimi sizungumzi mubalighina wa kuketi mwezi mmoja atamani siku moja inge msikitini atoe muhadhara kisha rudi, la, sizungumzi masala. Nazungumza wale watu ambao kwamba umri wao wote wautumia katika kutangaza Uislamu. Hawa huwezi kuambia kwamba wasitukue kitu chochote cha kuishi, bali ni hasara kwa Uislamu ikiwa Waislamu hawatotenga watu, bali ni wajibu kifai Waislamu watenge watu na wawalipe kwa ajili ya kuendesha mambo ya nini? Ya da'wa na tabligh. Lau kutakuwa hakuna misaada ya kutoka nje, community lazima ifikirie itatenga watu na itafanya mchango iwalipe wale watu, ili wao waendelee na kazi zao, wale waweze kuendelea kutangaza Uislamu na kuelimisha Uislamu. Wala hayagongani masala haya, wala haitokuwa kazi ile wakati ule wewe waifanyia zile pesa, hususa zikiangaliwa hizo pesa zinazolipwa na hiyo kazi
inayofanywa haiwezi kulingana kuwa ni ujira wa ile kazi inayofanywa. Hili ni nukta pia iketi wazi wakati tukizungumza kwamba kiongozi wakati anapoongoza, maongozi yale anayoyatoa, misaada ile anayoitoa kwa watu ya kuwaelimisha na kuamsha, hawezi kutukua ujira kwa unwani ya ujira wa kazi yake. Anatukua ujira kwa unwani apate kuishi na kuendelea na kazi ile anayoyafanya. Nukta ya mwisho ambayo naimaliza katika madarasa ya Dhulqarnain ni kila unapofaulu, kila unapopiga hatua, usisahau kufungamanisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo utampata Dhulqarnain kwa nguvu zake zote alizokuwa nazo, ilikuwa akirudisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na akinena hadha rahmatun min rabbi. Ghurur, hakuna kitu kiovu katika maisha ya mwanadamu, katika nyanja zote za kielimu, za kipesa, za uhodari aina yoyote, pale unapofaulu kwa kuzidi, ukaona kila ulifanyalo huwa, ukafika wakati ukapata kitu cha amkuliwa ghurur au kitu kinachoamkuliwa ujub, na ukaanza kuiona ana, pale ndipo penye hatari. Pale kunapodhihiri sasa mimi ndio mmefanya kadhaa, mimi lao si mimi hayangekuwa kadhaa. Ile mimi ikanenepa na ikakuwa mpaka ikavaa nguo ya Mungu, ingawa ikawa hayamkuliwi Mungu, lakini ikawa imesikilia kwenye daraja ya Mungu, ikasahau kwamba yale uyafanyayo kuna uwezo wa Mwenyezi Mungu mkubwa nyuma yako, na ndio umekutilia taufiki uweze kufaulu kama yale. Hili ni nukta muhimu uifahamu katika darasa ya Dhulqarnain. Istoshe na nguvu namna itakayokuwa na mafanikio namna yatakayokuwa yana mkomo, na ndio mwenyewe akanena haya nilowafanyia na wapa ahadi ataendelea, ukuta niloujenga na wapa ahadi utaendelea, lakini si milele. Fa idha jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Kuna siku zitakuya zitakoma hizi na ulimwengu utavundika, utaanda mwingine. Haya ndio madarasa nimependa kuyakota kwa haraka na kuyaeleza ili tujifundishe kutoka katika kiswa hiki ambacho tumekieleza. Mwisho tu nataka kumaliza kuweka sawa kadhia ya Yajuja na Majuj kabla hatuenda kwenye hatima, kwa sababu zitu hizi ziko na mijadala na ziko na fikra nyingi kwa Waislamu wa kawaida, wengine wenye kufikiria ziumbe wakubwa wenye miili wenye nini kama niloshiria, na hawa wamezungumzwa mara mbili kwenye Qur'ani. Wamezungumzwa kwenye suratul Kahfi na wamezungumzwa kwenye suratul Anbiya aya ya 96. Mwenyezi Mungu atuambia hata idha futihat Yajuju wa Majuju wa hum min kulli hadabin yansilun. Hapa pia Mwenyezi Mungu amewazungumza Yajuju na Majuj, lakini kama nilivyowaeleza masala kwamba ni ziumbe wakubwa wawili wamezibiwa kwenye majabali, sijui na siku itakayokuja kiyama watatoka wao, kazi yao watakuwa hula majumba, hula na zitu zile zitakazo kubaki, na yondo utasikia jamaa kwambia jengani tu, wajengea nani? Yajuja na Majuja. La, hizi ni zitu ambazo kwamba hazikuthubutu. Qur'ani haikueleza watu hao, bali dhahiri ya Qur'ani yamaanisha kwamba hawa ni umma ambao ulikuwa mkubwa, walokuwa na nguvu, walokuwa na jeshi, na walokuwa na sifa ya ufisadi katika nini? Katika ardhi. Aya nimependa tu kuyatilia taukidi mwisho wa kisa cha Dhulqarnain, na insha Allahu Ta'ala wiki itakayokuja tutaingia katika khatima kuimaliza suratul Kahf, ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia watarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'dhin wa nufikha fi as-suri faja'nahum jam'a. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala. Kwanza maswala haya mimi niliyajibu kwa urefu wakati katika khutba za Juma, nafikiri katika mifululizo 6 au 7
ziko kaseti zake zina walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Nikaeleza kwanza imani ni ipi. Imani si kunena ashhadu an la ilaha illa Allah peke yake au ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ni ile imani iwe itaingia katika mwili na itahukumu fikra zote juu ya msingi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tayari tuko na upungufu katika imani zetu. Imani si za kihakika. Siwezi kunena kwangu kwa fulani, lakini iko kasoro. Pia katika amilu salihat. Katika amilu salihat utakuta tuko nyuma, kwa sababu amilu salihat nilinena mimi si masala ya kuswali na kufunga peke yake. Amilu salihat elimu utafanya bidii kiasi gani, kwa sababu mtawala wa ulimwengu leo ni mwenye elimu, mtawala wa ulimwengu leo ni mwenye uchumi. Hizi ndio nguvu, na nguvu hizi Mungu ametupa. Mfano sasa yao utajiri wote ulimwenguni uko wapi? Kwa Middle East, kwa Sharq al-Awsat. Juma lililopita nimeeleza mimi, ziangalie patroli utezewa vipi. Iko imani ya kuongoza patroli zile? Sasa watakujaje kisha Waislamu baada kwamba Mungu ametukua kunuzi zote, kandi zote za utajiri ulimwenguni ameziweka kwenye ardhi zao, kwenye kitovu cha Uislamu, kisha watu wale wawe ndo maskini ulimwenguni, kisha watu wale wawe wako nyuma ulimwenguni? Huoni kwamba wana ukasoro katika Uislamu wao? Tumefahamiana. Upande wa pili wa wazungu hawana imani, lakini wazungu wameitukua amilu salihati katika baadhi ya mambo yake. Wazungu hawakutukua amilu salihati kwenye kusali, kufunga, kunini, la. Lakini wazungu wametukua katika amilu salihati kwanza kwenye faatba'a sababa, kama hiyo nikikuunganishia. Wamekuja kuusoma ulimwenguni, waamini Mungu wasiamini, kwamba katika huu ulimwengu mambo hayateremshi kwa zikapu, mambo lazima uyapangie na uyafuate. Wayapanga, wayafuata, na hawavundiki moyo na hawana haraka. La miaka 100 watalipanga yeo. Hizo zote ni hatua za Kiislamu wazifanya wao. Tumefahamiana. Wazungu wako mbeki elimu. Uislamu umetuambia utulubul ilma walau bisin. Sisi iko kwenye ukitoka mlango wa pili kuna elimu uende kuitukua. Tumefahamiana. Sasa utakuta kwamba wao walisafiri kutoka Europe wakaya huku, wakatukua zitabu za Ibn Sina na kina Ibn Khaldun, wakenda wakasomeshana, wakakuwa, sisi tukabaki nyuma. Sasa wao wafuata kanuni za kimaisha, wafuata kiasi fulani maamrisho ya Mwenyezi Mungu ya kufanya research na kutafiti ile famshu fi manakibiha. Wanaofanya famshu fi manakibiha nani? Wao. Qul siru fil ardi fandhuru kaifa kana. Ni nani lao wao wanaozunguka walikuwa kugundua kuna msikiti huku Shanga chini ya ardhi, mpaka walitoka wao huko wakaugundua huku. Sisi tuko nao kila siku hatukugundua. Tumefahamiana. Sasa hizi ni zitu ambazo kwamba zote zaingia katika nini? Amilu salihat. Hapa ndipo sisi tukawa tuko nyuma, wao pale ndio wakawa wako mbele. Naam. La. Suala yauliza kwamba Dhulqarnain baada ya kuziba ukuta hakutukua hatua yoyote ya kwenda kupigana na wale ama nini, wale Yajuja na Majuja. Qur'ani haikueleza. Qur'ani yaonesha kana kwamba Dhulqarnain hakuwashughulikia hawa Yajuja na Majuj, bali aliwashughulikia wale wanaoshambuliwa na akawaekea ngome, kisha akafunga, baada ya muda akafunga safari yake. Hivi ndivyo ilivyotosheka na Qur'ani. Hakuna ishara ya kwamba alikwenda kule.